Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni Askofu Mkuu Daktari Zakias Mwangangi. Nawakaribisha katika wakati wa sala ya Bwana. Kichwa cha mahubiri ya leo ni sala ya Bwana, mfano wa maisha ya maombi. Andiko kuu ni Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka wa 13. Na andiko la ziada ni Luka 11 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kauli kuu, basi ninyi salini hivi. Mathayo 6 mstari wa 9. Na huu ndio utangulizi wa neno la leo. Wapendwa katika Bwana, leo tunakwenda kujifunza moja ya mafundisho muhimu sana ambayo Yesu Kristo aliwahi kuwafundisha wanafunzi wake kuhusu maombi. Wanafunzi walimjia Yesu na kusema, Bwana, tufundishe sisi kusali. Luka 11 mstari wa 1. Hawakusema Bwana, tufundishe kuhubiri. Hawakusema Bwana, tufundishe kufanya miujiza. Hawakusema Bwana, tufundishe jinsi ya kuwa maarufu. Bali walisema, Bwana, tufundishe kusali. Kwa nini? Kwa sababu waliona kwamba nguvu ya maisha ya Yesu ilikuwa imejengwa juu ya uhusiano wake na Baba kupitia maombi. Yesu alikuwa akiomba. Alikuwa akitafuta uso wa Bwana. Alikuwa akiondoka kutoka kwa umati na kwenda mahali pa faragha. Na wanafunzi walipotazama maisha yake, walitamani kuwa na maisha kama hayo. Ndiyo maana wakasema, Bwana, tufundishe sisi kusali. Leo Yesu bado anatufundisha. Na tunapochunguza sala ya Bwana katika Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka wa 13, tunagundua kwamba Yesu hakutupa tu maneno ya kurudia. Alitupa mfumo wa maisha ya maombi. Alama ya kwanza, maombi ni uhusiano na Mungu. Yesu anaanza, Baba yetu uliye mbinguni, Mathayo 6 mstari wa 9. Angalia neno la kwanza, Baba. Yesu anatufundisha kwamba maombi si kuzungumza na nguvu isiyojulikana. Tunamwendea Baba. Hii ni lugha ya uhusiano. Mungu si Mungu wa mbali tu. Kwa njia ya Kristo tunakaribishwa kuwa na uhusiano naye. Yohana kifungu cha 1 mstari wa 12 inatukumbusha kwamba wale wanaompokea Kristo wanapewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo tunapoomba tunakuja mbele za Baba. Lakini Yesu anasema, Baba yetu uliye mbinguni. Hii inatukumbusha mambo mawili. Mungu yuko karibu nasi kama Baba, lakini pia Mungu ni mkuu na yuko juu ya yote. Kwa hiyo tunamwendea kwa ukaribu na heshima. Alama ya pili ni jina lako litukuzwe. Yesu anaendelea, jina lako litukuzwe. Mathayo 6 mstari wa 9. Hili ndilo jambo la kwanza katika sala. Si Mungu nipe, si Mungu nifungulie, si Mungu nibariki, bali
bali jina lako litukuzwe. Hii inatufundisha kwamba maombi ya kweli huanza na utukufu wa Mungu. Tunapokuja mbele za Mungu, lazima tumweke Mungu kwanza. Tunapaswa kujiuliza, katika jambo hili ninaloliomba, Mungu atatukuzwa vipi? Kuna wakati tunataka baraka kwa sababu tunataka watu watutazame, lakini Yesu anatufundisha, tafuta kwanza utukufu wa Mungu. Alama ya 3, ufalme wako uje. Yesu anaendelea, ufalme wako uje. Mathayo 6:10. Hii ni sala ya mtu anayetamani mapenzi ya Mungu yatawale. Tunaposema ufalme wako uje, tunamwambia Mungu, Bwana, tawala maisha yangu, tawala familia yangu, tawala kanisa lako, tawala huduma yangu, tawala mawazo yangu, tawala taifa letu, tawala maamuzi yangu. Tatizo kubwa la mwanadamu ni kutaka kutawala mwenyewe, lakini maombi ya Yesu yanatufundisha, Bwana, ufalme wako uje. Maana yake, mapenzi yako yawe juu ya mapenzi yangu. Alama ya 4, mapenzi yako yatimizwe. Yesu anaendelea, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Mathayo 6:10. Hapa ndipo maombi yanakuwa mazito. Ni rahisi kusema, Mungu nifanyie ninachotaka, lakini Yesu anatufundisha kusema, Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Hili ndilo jambo ambalo Yesu mwenyewe alifanya katika maisha yake. Katika Gethsemane, Yesu alisema, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Mathayo 26:39. Hiyo ndiyo roho ya maombi. Maombi si kumlazimisha Mungu afanye tunachotaka. Maombi ni kuleta moyo wetu katika mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine Mungu atakupa kile unachoomba. Wakati mwingine atakupa kitu bora zaidi. Wakati mwingine atafanya usubiri. Wakati mwingine jibu litakuwa hapana. Lakini katika kila hali tunasema, mapenzi yako yatimizwe. Alama ya 5, utupe leo riziki yetu. Yesu anaendelea, utupe leo riziki yetu. Mathayo 6:11. Baada ya kutufundisha kumweka Mungu kwanza, Yesu sasa anatufundisha kuleta mahitaji yetu mbele zake. Hii ni habari njema. Mungu anajali mahitaji yetu. Anajali chakula, anajali mavazi, anajali nyumba, anajali familia, anajali kazi, anajali mahitaji ya kila siku. Lakini angalia, Yesu alisema utupe leo. Siyo lazima uwe na kila kitu cha miaka 10 ijayo mikononi mwako. Mungu anatufundisha kumtegemea kila siku. Ndiyo maana maombolezo
3 mstari wa 22 mpaka 23 inatukumbusha kwamba rehema za Mungu ni mpya kila asubuhi. Kila siku tunaweza kusema, Baba nipe riziki ya leo. Alama ya 6. Maombi ya kila siku yanatufundisha kumtegemea Mungu. Waisraeli walipokuwa jangwani, Mungu aliwapa mana. Hawakutakiwa kuikusanya kwa tamaa ya siku nyingi, isipokuwa kwa maagizo maalumu ya Mungu. Kwa nini? Mungu alikuwa akiwafundisha nitegemee. Leo watu wengi wanaishi kwa hofu kwa sababu wanataka kujua kila kitu kuhusu kesho. Lakini Yesu anatufundisha mtegemee Mungu leo. Mathayo 6 mstari wa 34 inatukumbusha, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Hii haimaanishi kwamba tusipange. Inamaanisha tusiruhusu hofu ya kesho itawale moyo wetu. Mungu wa leo ndiye Mungu wa kesho. Alama ya 7. Utusamehe dhambi zetu. Yesu anaendelea, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Hapa Yesu anatufundisha kuhusu toba na msamaha. Kila siku tunahitaji kumwendea Mungu kwa unyenyekevu. Tunapokosea tusifiche dhambi, tusijitetee, tusilaumu wengine, bali tuseme, Baba nimekosea, nisamehe. Yohana wa kwanza kifungu cha 1 mstari wa 9 inasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe na kututakasa na udhalimu wote. Lakini Yesu anaongeza jambo lingine, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Alama ya 8. Msamaha wa Mungu unatuita kusamehe wengine. Hili ni fundisho zito. Hatuwezi kuomba Mungu nisamehe wakati sisi tunasema mimi sitamsamehea kamwe. Yesu anatufundisha moyo wa msamaha. Kusamehe hakumaanishi kwamba kosa alikuwa kubwa. Kusamehe hakumaanishi kwamba tunakubali uovu. Kusamehe hakumaanishi kwamba hatuwezi kuweka mipaka inayofaa. Lakini kusamehea kunamaanisha sitakubali chuki na kisasi vitawale moyo wangu. Tunamwachia Mungu hukumu ya mwisho. Waefeso 4 mstari wa 32 natufundisha kuwa wenye fadhili na wenye huruma tusameane kama Mungu alivyotusamehe katika Kristo. Alama ya 9. Usitutie majaribuni. Yesu anaendelea, usitutie majaribuni. Mathayo 6 mstari wa 13. Hii ni sala ya kutambua udhaifu wetu. Tunajua kwamba tunaweza kujaribiwa. Tunajua kwamba tunaweza kuanguka. Tunajua kwamba mazingira yanaweza kutushawishi. Kwa hiyo tunasema, Baba nilinde. Hii ni unyenyekevu. Mtu anasema mimi siwezi kuanguka, tayari yuko katika hatari. Lakini mtu anayesema Bwana nilinde, anatambua kwamba anahitaji Mungu. Alama ya 10. Utuokoe na yule mwovu. Yesu anaendelea, bali
bali utuokoe na yule mwovu. Mathayo 6:13. Yesu anatambua kwamba kuna vita vya kiroho. Shetani yupo, majaribu yapo, udanganyifu upo, dhambi ipo. Kwa hiyo kanisa linahitaji kuomba, Baba, utuokoe na yule mwovu. Tusitegemee nguvu zetu wenyewe. Tunamuhitaji Mungu, tunamuhitaji Roho Mtakatifu, tunamuhitaji neno la Mungu, tunamuhitaji neema ya Kristo. Alama ya 11. Sala ya Bwana ni sala ya mahusiano. Tukiangalia sala ya Bwana kwa ujumla, tunaona kwamba inatengeneza uhusiano wetu katika maneno matamu. Kwanza, uhusiano wetu na Mungu. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Pili, ni uhusiano wetu na mahitaji yetu. Utupe leo riziki yetu. Tatu, ni uhusiano wetu na wengine na vita vya kiroho. Utusamehe kama nasi tunavyowasamehe. Usitutie majaribuni, utuokoe na yule mwovu. Kwa hiyo sala ya Bwana inanguza maisha yote ya muumini. Alama ya 12. Sala ya kweli inabadilisha mwombaji. Wapendwa, kuna tofauti kati ya kusema sala na kuishi sala. Mtu anaweza kurudia maneno Baba yetu uliye mbinguni, lakini bado akaishi maisha ambayo hayamtukuzi Mungu. Yesu hakutaka tu tukakariri maneno, alitaka tuishi kwa msingi ya sala hiyo. Kama tunasema jina lako litukuzwe, maisha yetu lazima yamtukuze Mungu. Kama tunasema ufalme wako na uje, lazima tumruhusu Mungu atawale maisha yetu. Kama tunasema mapenzi yako yatimizwe, lazima tuwe tayari kutii. Kama tunasema utusamehe, lazima tuwe tayari kusamehe. Kama tunasema utuokoe na yule mwovu, lazima tukatae kushirikiana na dhambi. Alama ya 13. Sala ya Bwana ni mwongozo wa maisha ya kila siku. Tunapokutana na changamoto, tunaweza kutumia sala hii kama mwongozo. Asubuhi: Baba, jina lako litukuzwe katika maisha yangu leo. Katika maamuzi, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Katika mahitaji, Baba, nipe riziki yangu leo. Tunapokosea, Baba, nisamehe. Tunapokosewa, Baba, nisaidie kusamehe. Tunapojaribiwa, Baba, nilinde. Tunapokabili vita, Baba, uniokoe na yule mwovu. Hii ndiyo maisha ya maombi. Alama ya 14. Yesu alitufundisha kwamba maombi si show. Katika Mathayo 6, kabla Yesu hajatoa sala ya Bwana, alionya kuhusu watu waliokuwa wakiomba ili waonekane na watu. Yesu alisema waingie katika chumba chao, wafunge mlango na kumwomba Baba aliye sirini.
Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaangalia moyo, si maonyesho. Maombi si mashindano ya nani anaweza kupasa sauti zaidi, si mashindano ya nani anaweza kuomba muda mrefu zaidi, si njia ya kujionyesha. Maombi ni ushirika wa moyo na Mungu. Alama ya 15. Kanisa linapaswa kurudi kwenye maombi. Kanisa la leo linahitaji maombi. Familia zetu zinahitaji maombi. Vijana wetu wanahitaji maombi. Watoto wetu wanahitaji maombi. Ndoa zetu zinahitaji maombi. Wachungaji wanahitaji maombi. Viongozi wanahitaji maombi. Taifa letu linahitaji maombi. Hatupaswi kutegemea akili zetu pekee. Hatupaswi kutegemea fedha pekee. Hatupaswi kutegemea connections pekee. Tunahitaji Mungu. Na kanisa linalomtafuta Mungu katika maombi haliwezi kuwa dhaifu kiroho. Alama ya 16. Masomo makuu ya sala ya Bwana. 1. Mweke Mungu kwanza. Jina lako litukuzwe. 2. Tamani utawala wa Mungu. Ufalme wako uje. 3. Jisalimishe kwa mapenzi ya Mungu. Mapenzi yako yatimizwe. 4. Mtegemee Mungu kwa mahitaji ya kila siku. Utupe leo riziki yetu. 5. Ishi maisha ya toba. Utusamehe makosa yetu. 6. Samehe wengine kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. 7. Omba ulinzi, usitutie majaribuni. 8. Mtegemee Mungu katika vita vya kiroho. Utuokoe na yule mwovu. Wito kwa waamini. Mpendwa, labda umeacha maisha ya maombi. Labda hapo zamani ulikuwa mtu wa kuomba, lakini sasa umepoa. Labda changamoto zimekufanya ukate tamaa. Labda umeomba jambo kwa muda mrefu na haujaona jibu. Leo Yesu anakuita, rudi katika maombi. Usikate tamaa. Usikimbie kutoka kwa Mungu. Mukaribie zaidi. Mukaribie zaidi. Wito kwa wachungaji na viongozi. Watumishi wa Mungu, tusiongeze watu bila kuomba. Tusihubiri bila kuomba. Tusifanye maamuzi makubwa bila kumtafuta Mungu. Tusijenge huduma zetu bila madhabahu ya maombi. Yesu mwenyewe aliomba. Kwa hiyo mchungaji omba, askofu omba, askofu mkuu omba, mzee wa kanisa omba, kiongozi omba, mhubiri omba. Nguvu ya huduma haiko katika kipasa sauti. Nguvu iko katika Mungu tunayemwendea katika maombi. Wito wa wokovu. Lakini kabla hatujamaliza, kuna swali muhimu mpendwa. Je, Mungu ni baba yako? Yesu alitufundisha kusema Baba yetu, lakini uhusiano huu unapatikana kupitia Kristo. Kama bado hujamwamini Yesu Kristo, leo ni siku ya kumkaribia. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, alizikwa, alifufuka, na anakuita umwamini. Usiishi mbali na Mungu. Usiishi mbali na Mungu mpendwa. Njoo kwa Kristo, tubu dhambi zako,
Mwamini Yesu, mkabidhi maisha yako, na utaanza safari mpya ya uhusiano na Mungu. Hili ndilo hitimisho la ujumbe wetu. Wapendwa, sala ya Bwana si maneno machache tu ya kurudia. Ni ramani ya maisha ya mwamini. Inatufundisha Mungu kwanza, ufalme wake kwanza, mapenzi yake kwanza. Kisha tunamletea mahitaji yetu, tunatubu, tunasamehe, tunaomba ulinzi na tunamtegemea Mungu katika vita vya kiroho. Kwa hiyo kuanzia leo, usiombe kwa mazoea, omba kwa uhusiano. Usiombe kwa kujionyesha, omba kwa moyo. Usiombe ili Mungu afanye mapenzi yako tu, omba ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Na zaidi ya yote, Bwana tufundishe sisi kusali. Maombi ya kufunga. Ningependa tuombe pamoja mpendwa. Tuombe pamoja. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Baba, tufundishe kuwa watu wa maombi. Tutoe katika maombi ya mazoea na kutuleta katika uhusiano wa kweli na wewe. Tufundishe kukuweka kwanza. Tufundishe kutafuta ufalme wako. Tufundishe kusema mapenzi yako yatimizwe. Tupatie mahitaji yetu ya kila siku. Tusaidie kusamehe wale waliotukosea. Tukinge na majaribu. Tukinge na hila za adui. Linda familia zetu. Linda watoto wetu. Linda vijana wetu. Linda watumishi wako. Linda kanisa lako, na ulifanye kanisa lako liwe nyumba ya maombi. Bwana, mtu yeyote aliyekuja hapa akiwa amekata tamaa, mpe tumaini. Aliyelemewa, mpe nguvu. Aliyeanguka, mwinue. Aliye mbali nawe, mrudishe. Aliye katika dhambi, mpe neema ya kutubu. Na mtu yeyote ambaye hajampokea Yesu Kristo, guza moyo wake leo na umlete katika wokovu. Tunajisalimisha kwako, si mapenzi yetu, bali mapenzi yako yatimizwe. Kwa maana wewe ni Baba yetu, Mungu wetu na mfalme wetu. Twaomba haya yote katika jina kuu la Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Mpendwa, hii ndiyo kauli ya mwisho. Basi ninyi salini hivi. Mathayo 6:9. Mungu kwanza, ufalme wake kwanza, mapenzi yake kwanza, mahitaji yetu kwa imani, msamaha kwa wengine, ulinzi dhidi ya uovu. Bwana, tufundishe sisi kusali. Mungu wa Israeli akawabariki nyote. Asanteni kwa kuwa pamoja nami katika mafundisho yote ninayoleta kupitia ujumbe kama huu. Mungu awabariki na awadumishe na akutane na mahitaji yenu. Bye bye.